Bana, Katoro to the international charts. Yani hivi sasa ukifungua kwenye mitandao ya kijamii pale kwa unapita hivi, yani unapitia posti ya kwanza, ya pili, ya tatu Katoro, ya kwanza, ya pili, ya tatu Katoro, ya kwanza, ya pili, ya tatu Katoro. Ndio kitu ambacho kwa sasa unaweza kusema kimetrend sana kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa. Na hii ni baada ya harusi kubwa sana ya binti wa bilionea mmoja anajulikana kwa jina la Sylvester Myamba, ambaye amekuwa maarufu sana hivi sasa baada ya mambo ambayo yalifanyika kwenye harusi ya binti yule. Na nikwambie tu kwamba pale Katoro kwa sasa nadhani ndio mji maarufu sana Geita. Nikisema hivyo sijui naeleweka. Yaani kwa sasa Katoro ni maarufu kuliko mkoa wenyewe wa Geita, na hii ni baada ya hiyo harusi ambayo ilifanyika, na ilikuwa ni send off ya binti wa tajiri huyo anajulikana kwa jina la Sylvester. Sasa baada ya haya yote bwana kutokea, watu waliona, nadhani watu walitazama, hata wewe pia ambaye unanifuatilia hivi sasa uliona namna ambavyo watu walikuwa wanamwaga pesa. Watu wana chop money, mabilioni ya hela yalimwagika siku hiyo. Sasa baada ya mabilioni haya kumwagika, kutunzwa na binti yule kupata chenchi ambayo ilikuwa imebakia kwenye shughuli. Unajua vitu vingine unaweza ukazungumza, lakini ukifikiria unakosa majibu. Watu chenchi ya shilingi bilioni 1 na milioni 4 tu. Hiyo ni chenchi ambayo ilikuwa imebakia kwenye shughuli hiyo, akapewa binti yule kama zawadi. Sasa baada ya hayo yote, Benki Kuu ya Tanzania BOT, na maanisha Bank of Tanzania, wametoa taarifa hivi karibuni, na hii ni kupitia kwa meneja wa benki BOT idara ya mawasiliano anajulikana kwa jina la Novus Moses, ambaye yeye amelieleza gazeti la Nipashe kwamba hivi karibuni watatoa taarifa juu ya kile kilichokuwa kikionekana ama kikiendelea katika shughuli ile. Ikumbuke kwamba Benki ya Tanzania BOT ilishakataza namna ya utunzaji wa maharusi au utunzaji wa watu kwenye masherehe ambao unaonekana ni kama vile unazibagaza ama unaharibu fedha ya Tanzania. Kwa hiyo kwa namna ambavyo walikuwa wanatunza ilionekana. Kwa hiyo sasa hatujajua kwamba wamekiuka utaratibu. Sasa taarifa zaidi itatoka. Sasa taarifa itakuja, ni taarifa inayohusu nini? Je, kuna kosa lolote wamelifanya, ama je kuna mashaka yoyote juu ya zile fedha na nini na vitu vingine kama hivyo? Sisi tusubiri, kwa sababu benki itakwenda kutoa maelezo, itakwenda kutoa taarifa kwa umma kwamba nini haswa kimefanyika pale, na wao kama Benki Kuu ya Taifa, Benki ya Tanzania, watakwenda kueleza je ni nini ambacho kimefanyika, labda kimeenda kinyume ama labda watapongeza. Sasa sisi hatufahamu. Mimi naitwa Salum Amani, nataka nikupashe hilo kuhusiana na Benki Kuu ya Tanzania kuweza kusema kwamba itatoa taarifa hivi karibuni kuhusiana na kile ambacho kimetokea Katoro. Mimi nakuaga kwa sasa, na sijui naenda Katoro au vipi, lakini hii ni Kawabe Media. Asante na kwaheri. Tukutane Katoro.